Leo nina ujumbe ambao una kichwa kinasema maajabu ya udongo au ardhi. Nataka tuyaangalie maajabu yaliyo katika udongo, maajabu yaliyo katika ardhi. Katika maandiko tutakayopitia yote ambayo nitakuwa nafundisha kupitia hayo maandiko, utakuwa unasikia kama lugha au jina linabadilika. Sasa ukisikia jina linabadilika, uelewe tuko pale pale. Kwa hiyo ninaweza nikawa natumia maneno kama ardhi, udongo, mavumbi, nchi. Ukisikia natumia maneno yote yanalifanya neno moja, udongo. Lakini kwa Kiingereza, kwa version za Kiingereza nitakazozitoa, utasikia kama natumia maneno kama soil, dust, ground au land. Le neno land kwa mafundisho ya leo, kule kwa Kiingereza, kwa Kiswahili ni nchi, sio country. Kwa maneno au kiasikia katika mafundisho ya leo yanazungumzia kitu kimoja. Sasa jambo la kwanza la kufahamu kabisa, kwa nini tunajifunza maajabu yaliyoko kwenye ardhi? Nataka ufahamu kabisa kwamba chanzo cha sisi kuitwa mwanadamu au wanadamu au jina letu Adam ambalo linamzaa mwanadamu, asili yake ni udongo au ardhi. Unaposikia wanasema Adam, hebu watu wote tuseme Adam. Sema tena kwa nguvu. Vivyo utakavyotamka kwa rafudhi yote, Adam au Adam, vyovyote vile. Neno Adam au Adam halina tafsiri tofauti nitakayokupa. Neno Adam au Adam tafsiri yake maana yake ni kidongo au udongo. Ndio tafsiri yake. Au kwa tafsiri ya mafafanuo, aliyetokana na udongo. Kwa hiyo tunaposema mwanadamu, neno mwanadamu ni kifupi cha mwana wa Adamu. Kwa hiyo inatamkwa tu haraka mwanadamu, lakini hii ni mwana wa Adamu. Sasa ikiwa wewe ni mwana wa Adamu au uzao wa Adamu, maana yake tukiweka katika somo letu la leo, maana yake wewe ni mwana wa udongo. Sasa unaona, katika masomo ambayo wanayatilia maanani sana binafsi, na napenda kuyafuatilia na kuyafanyia kazi, pamoja kwamba nafundisha, lakini nayafanyia kazi mimi mwenyewe kwa kiwango kikubwa, ni somo la ardhi au udongo. Kwa sababu kama Mungu alitupatia majina, akawahi kutupa majina chuma. Siku hizi mna majina mengi, jembe. Mna majina mengi tu, ili jembe hili. Mungu hakuwahi kutuita hivyo. Sasa kwa hiyo lazima tujiulize, lazima tufanyeje? Why Mungu atuite jina la udongo? Hapo ndo unagundua kuna maajabu kwenye udongo ambao tunaochukulia kawaida sisi. Tunaona ni kitu cha kawaida, wengine wanaona ni uchafu, lakini wewe unaona uchafu. Mungu ndo alitutoa hapo. Okay, ungesema Mungu alitutoa hapo akatumodify, kwa hiyo sisi sio udongo tena. Lakini kitu cha kufahamu kabisa kwamba udongo ni muhimu, akatupa na jina lake. Ingekuwa ni kitu cha kawaida tu kwamba Mungu alituform kutoka kwenye udongo, ni kitu cha kawaida tu, baadaye akatumodify tukawa hivi, ningekuelewa. Lakini kitendo cha kututoa kwenye udongo na bado akatuita udongo, Biblia inasema kamuumba mtu wa kwanza akamuita jina Adam. Wanawake wanaweza kujitetea wakasema sisi sio Adam, sisi ni Hawa au Eva. Lakini neno Hawa ni neno linalotokana na Kiebrania chava, ambalo likaenda mpaka kazaa neno Hawa, chava. Na neno chava maana yake ni aliyetokana na mwanaume, ambaye mwanaume ni nani? So mwanamke tafsiri yake maana yake aliyetokana na, aliyetengenezwa na udongo. So ni yale yeye hujakwepa. Chava maana yake aliyetokana na mwanaume. Sasa baada ya kujua hilo, kila mtu anajua yuko interested kujua why udongo. Sasa katika kujiuliza maswali hayo, tunatakiwa tufahamu mambo haya kwamba ardhi popote ambapo ipo ardhi ina mshikamano na ina uhusiano mkubwa na binadamu. Na ndio maana nikupe mfano rahisi. Najua zipo sababu za kisayansi zinaweza kutajwa, yes. Lakini nitakupa sababu mojawapo ya kiroho. Leo hata ukirushwa huko juu, utarudi hapa. Ardhi inakutaka urudi hapa. Kwa sababu ardhi ina uhusiano na wewe. Utasafiri na ndege, utakaa masaa mengi, lakini utatua. Juzi nimeona kuna wasayansi wamekwama huko. Wamekaa muda mrefu sana, sio miezi mingapi? Miezi zaidi ya 6. 9. Almost mwaka huo. Miezi 9 ni kama mwaka. I don't know walikorofisha nini wakaganda juu. Lakini wamerudi juzi. Ardhi inakudemandi rudi. Sasa ardhi ina uhusiano mkubwa na sisi. Lakini katika hilo mjue, ardhi ikifanywa vibaya, ardhi ikitendewa ubaya,
ardhi ikiharibiwa, wale walio katika ile ardhi wanaharibika automatically, kwa sababu mwanadamu hakuwepo mpaka ilivyofinyangwa ardhi. Neno la Kiingereza litakupa ufahamu mzuri. Mungu alituform kwa Kiswahili cha kufinyanga kutoka kwenye ardhi. Kwa hiyo jinsi tulivyo inatokana na ardhi ilivyofinyangwa. So akitokea mtu akaja nyumbani kwako, akaja ofisini kwako, akaifinyanga ardhi, wewe utakuwa kama alivyoifanya yule, kwa sababu wewe ni product ya jinsi ardhi ilivyofinyangwa. Wewe ni product ya ardhi ilivyokuwa formed. So kinachonisikitisha, watu wa Mungu hawajui hii siri wengi, na hata wanaoijua wengi hawaitumii. Lakini upande wa giza na mashetani, wachawi, washirikina, wako busy wanajua kutumia ardhi. Na kwa kuitumia ardhi hiyo, wamekuleteeni madhara mengi makubwa mno. Na kinachotupa tabu ni kitu kimoja ambacho kila siku nakazana kwenye masomo yangu kukiondoa. Hiki kinatupa tabu mno. Kinachotupa tabu ni kwamba kilichofanyika zamani akifanyiki leo. Tuna hiyo kawaida hiyo ya kudhani kilichofanyika zamani akifanyiki leo. Lakini tuna kawaida nyingine ya kwamba kilichofanyika tayari mambo yote yamemalizika. Simaanishi udongo ulivyotumika kuumba mwanadamu na wewe utautumia kuumba mwanadamu mwingine vile. No. Neno kuumba mwanadamu maana yake kuumba character zake, kuumba atakavyoishi. Unaweza kudictate, mtu anaweza kudictate uishije kwa kudili na ardhi. Nitawaulizeni, mara nyingi unamwona mtu anaambiwa chukua nazi kapasue wapi? Njia panda. Do you know why? So lolote anataka kukamata mahali pale, kama anataka kukamata biashara ya mji, anaambiwa aende kwenye njia panda ambapo watu wanapita, au aende kwenye maingilio ya mji. Akishakamata ile maingilio ya mji, in fact wao unaona ni kama maingilio, lakini issue pale ni ardhi. So wote watakaopita pale wanaitwa kwenye business yake. Kwa nini? Ardhi hii ndio inawaambia watu cha kufanya. Wewe unafanywa hivyo, unanyosha mikono, unatembea, kwa sababu ardhi ndio ilitengenezwa, wewe ukatembea. Kwa hiyo akitokea mwingine akaitengeneza ardhi, itakufanyisha unachotaka ardhi. Watu wa giza wanaelewa sana hii siri na wanaitumia kila itwapo leo. Na ndio maana mwanadamu alipomkosea Mungu, Mungu akakasirika. Mungu alichokifanya, alirudi pale alipomtoa. So Mungu alipoona mwanadamu amemkosea, akumfuata mwanadamu direct, akamwambia nakulaani. Hano. Na wala hakuna neno ambalo linasema mwanadamu Mungu alimlaani. Najua mahubiri mengi yamekuwa kihubiri mwanadamu akalaaniwa, lakini huwezi kuonyesha any scripture ambapo Mungu alimwambia I curse you. Na kama Mungu angemwambia direct I curse you, alikuwa anakauka pale pale. So Mungu ilibidi amwache, akaenda mbali. Akasema naenda kwenye ardhi, naachana na wewe. Akamwambia mwanadamu, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Swali, na alifanya kosa? Ardhi ndio ilifanya kosa? So mbona laana inaenda kwenye ardhi? Kwa lugha nyingine, Mungu alienda pale alipomtoa. Alienda pale kwenye soil, alienda pale kwenye mavumbi, akaachilia ile kesi, akaachilia ile laana. Maandiko yanasema baada ya ardhi kulaaniwa, akasema itakuzalia michongoma, itakuzalia vitu vibaya. So mwanadamu akawa affected na kilichokuwa kinatokea kwenye ardhi, kwa sababu hakuna namna, naongea na mtu hapa, hakuna namna yote aliyetoka kwenye ardhi imelaaniwa afa abaki salama. So nguvu za giza zinajua hii siri. Pale duka lako lilipo pale mwanao anaposoma pale. Naongea huku wako vizuri leo vizuri. Hapa bado sana, hapa angalau. So mwanadamu pale alipo panaweza kukamatwa. Baada ya somo hili nataka uwe na uelewa. Nini unapaswa kufanya kwenye ardhi unayoishi, kwenye ardhi unayotembelea, ili matokeo yatoke kwenye ardhi yaje kwako, ili faida itoke kwenye ardhi ije kwako, amani itoke kwenye ardhi ije kwako, ili ardhi isikuzalie michongoma. Kama uko tayari ningesikia kelele yako kwamba niko tayari.
Mwanzo 3:17. Sasa angalia Mwanzo 3:17. Rudi anzia 15. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Mungu anaongea maneno mengi. Anamwambia nyoka, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa, wewe utauponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, na atakutawala. Hapa anamwambia Adamu atakayompata consequence, anamwambia mwanamke atakayompata, mpaka hapa hajasema nimekulaani. 17 sasa. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi, sio wewe, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Ukiendelea huko mbele kwenye mstari mwingine anasema hiyo ardhi pia itaanza kuzalia michongoma na miiba ikuchome ardhi. So pale Biblia inasema Adamu melaniwa au ardhi melaniwa? Ardhi melaniwa kwa ajili yako. Sasa wote umeona. Baada ya hapo sasa ndipo Adam ardhi kaanza kumkataa. Mungu wakati anaumba hakuwahi kuumba miiba. Mungu hakuwahi kuumba miti ya michongoma. Lakini baada ya kuilaani ardhi, ardhi ikaanza kuzalisha vitu vya kumuaffect mwanadamu. So hii siri ni kubwa. Kwamba unataka kuishi vema mahali, lazima mahali hapo ardhi inategemea imesemeshwaje na ardhi imeamuliwa nini. Ardhi inazo sifa za kusikia, andika, na ardhi ina sifa za kuongea. Na ndio maana ardhi inaweza ikafanya chochote unachokiagiza kwa sababu inasikia. Nikupe kisa hiki. Siku moja Yesu alikuwa amekaa mahali fulani, wakawa wanamtafuta kesi, na ilikuwepo sheria ya Wayahudi kwamba akikamatwa mwanamke katika zinaa, na sijajua kwa nini mwanamke na sijajua kwa nini mwanaume alikuwa anapona. Maandiko yanasema alikuwa anatakiwa kupigwa kwa mawe hadi kufa. Sasa wakamkamata wakaenda kumtega Yesu. Lengo walikuwa wanataka Yesu, walikuwa wanajua ana huruma huyu. Walikuwa wanataka Yesu amtetee yule mwanamke ili wamkamate waseme Yesu amevunja sheria ya Musa. Kwa wakamkamata, wakampeleka kwa Yesu. Wakamwambia Yesu, huyu ameshikwa katika zinaa na sheria ya Musa inatuamuru kumpiga kwa mawe hadi kufa. Wewe unasemaje? Yesu akajua hapa huu ni mtego. Yesu akaongea nao. Alipoongea nao, maandiko yatakuambia kitu cha ajabu pale. Yesu alipoongea nao hawakumsikia. Neno kusikia pale ina maana mbili, kusikia na pia kuelewa. Do you know aliwaambia Yesu? Asiye na dhambi hao wa kwanza kumpiga nini? Hakuna aliyemjibu hata mmoja, na wala hakuna aliyemuelewa. Na wakati Yesu anaongea nao, alikuwa eneo moja nao, kwa lugha au kwa tafsiri ya somo letu, alikuwa kwenye ardhi sehemu moja nao. Yesu akagundua mbona ni rahisi kuongea na watu. So Yesu akagundua kwa eneo moja naye kwenye ardhi. Maandiko yanasema alipoongea nao kumsikia, akaandika kwenye ardhi. Na kuna kitu kiko kwenye Biblia pale ambacho nataka uamke ili uelewe. Uko tayari kuelewa? Uko tayari kuelewa? Hebu imagine Yesu ameongea nao au kumsikia. Afu Biblia hiyo inatuambia alipoandika wakasikia. Alipoandika kwenye ardhi wakasikia. Kuna uhusiano gani hapa? Haupo. Ukija kikawaida uhusiano haupo, mpaka uende kiroho. Ameongea nao hivi hawasikii. Biblia inasema alipoandika wakasikia. So Yesu ibidi adili na ardhi, aitume iongee nao. Nitakufundisha hadi jinsi ya kuongea na ardhi. Na ardhi iongee na bosi wako. Yes. Ya. Oh yes. Hey. Ndio maana mtu wa Mungu hanaga maneno mengi. Ukiona mtu yote na maneno mengi ni powerless. Kwa sababu tuna namna zetu za kuongea ambazo watu hawajui. Na hiyo ya udongo ni moja zipo kibao. So Yesu akaongea na udongo kwa kuandika. Halo. Wangapi wameanza kuelewa? Wangapi wameanza kuelewa? Yohana 8:7-9. Tusome kwa makini uelewe. Nao walipozidi kumhoji, tunajua kisa tunachokisema? Wanamhoji Yesu wale watu. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu nao wa kwanza kumtupia jiwe yule mwanamke. Si ndio? Mstari wa 8. Akainama tena. Maana yake neno tena, maana yake
akajaribu kufanya jambo jingine. Maana lile la kwanza limefanyaje? Limefeli. Akainama tena, akaandika kwa kidole chake katika nchi. Angalia matokeo. Neno nchi manake ardhi. Ukisoma Biblia Kiingereza inasema ground. Nao waliposikia, hey! Nani kaona? Nani kaona? Nani kaona? Nani kaona? Nani kaona? Nani kaona? Nao waliposikia. Swali langu, walisikia baada ya nini? Kuandika kwenye udongo, kuandika kwenye ardhi. When he wrote on the ground, then they heard him. But when he spoke, nobody heard him. Umekuwa ukiongea sana maeneo. Wanipandishe cheo, wanipandishe cheo. Leo ninayo namna ya kukusaidia. Oh yes. Somebody shout, yeah! Ili ni somo la msingi kubwa. Wengi mnalipokeaga kwa furaha, lakini mnasahau. Fanyeni hivi kila leo. Usifanye kwa sababu ni somo leo, kesho umesahau. Kila utapata matokeo utashangaa. Rudisha andiko. Nao waliposikia wakashtakiwa na dhamiri zao. Wakatoka mmoja mmoja, wakianza tangu wazee hata mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Nataka uje uandike pale kijijini. Kuanzia wale wazee wachawi wale. Yes. Aondoke mmoja mmoja. Oh yes. Sijajua kwa kuhama. Yes. Sijui watakufa mmoja mmoja. Yes. Sijui watadondoka mmoja mmoja. Yes. Lakini utabaki wewe na Yesu wako. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Keti. Kucheki hivi. Wale wanazi wote hawapo. Wambea wote wamesambaratika. Wale wenye mioyo ya korosho wote hawapo. Wale wachongezi wote hawapo. Nini kinatokea? Kuna mtu kaandika kwenye ardhi. Uko tayari kuandika leo? Oh yes. Listen. Kama una sababu za kweli za kumng'oa mtu, kama unazo, jiandae kuona anang'oka, jiandae kuona anang'oka. Ipo namna ya kumdondosha mtu, anaondoka moja moja. Afu wanashuhudia yeye akaondoka na huyo. Mungu alipochukia, walipomchukiza, akaenda kwenye ardhi. Wewe hujaiona ardhi yao? Ardhi yao ijui iliko. Sasa wachawi ndo wanafanya hizi kazi. Anaenda kwa mganga, anatumwa aje kwako usiku. Anaiongeresha ardhi. Kila siku mnashangaa mnagombana. Kumbe ardhi imeambiwa wasiwa na amani. Piga kelele kwa nguvu, sasa nimejua. Wamekwisha. Ardhi nimekuambia ina sifa, bado tunazangazia sifa. Ina sifa ya kufanyaje? Ya kusikia. Lakini ina sifa ya nini? Ya kuongea. Ndio maana Yesu aliongeresha na ikamsikia. So Yesu alichokifanya, labda nikuambia alichokifanya. Biblia inasema alichukua kidole akaenda kwenye nini? Kwanza alitumia maneno. Nataka mtu alisema nimeshatumia maneno umeshindikana, nataka kutumia ardhi sasa. Aha. Akatumia maneno. Asiye na dhambi ayo wa kwanza kumpiga mwanamke ujiwe. Wote akamuignore. Akaenda kwenye ardhi. Ambaye ardhi anajua ni wao. Ukikamata ardhi akamwambia asiye na dhambi ayo wa kwanza kumpiga kwa mawe. Ndo akasikia. Ardhi hiyo ina kinywa. Na wote tunajua. Mwanzo 4:11. Angalia. Mwanzo 4:11. Bado tunaangalia sifa hizi mbili za ardhi. Kuwa na kinywa na kusikia. Au kwa lugha nyingine mdomo na masikio. Basi sasa umelaaniwa wewe. Huyo ni Kaini anaambiwa. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi. Katika nini? You see, laana itengani na ardhi. Have you seen? So Mungu anamlaani Kaini, lakini ukienda pale laana iendi straight kwa Kaini. Mara nyingine ya pili tunaona laana inapita kwenye ardhi. Na angalia. Basi umelaaniwa wewe katika ardhi, katika through, kupitia. Basi umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa, ina mdomo, iliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. So Mungu anamwambia kwa ulioyafanya wewe nani? Kaini, si unajua alichokifanya? Alimuua ndugu yake nani?
Habili au Abel. Kwa alipomuua, Mungu akamwambia no, umenichukiza. Sasa mimi naenda kuongea na ardhi. Na tuendelee, angalia. Utapoilima ardhi, haitakupa mazao yake. Utakuwa mtoro, maana yake mtu wa kuhamahama, na mtu asina kikao duniani. Ardhi ndiye ameambiwa. Kwa hiyo ili Kaini aishi kwa raha, itakiwa aishi hewani. Anasema ukienda popote ardhi na kufight. Mimi nimeshaongea na ardhi. What if mganga mchawi akiambia ardhi hivyo? Unajaribu kutoka Mwanza, ngoja nijaribu Tabata. Kweli mambo yako yana Tabata. Unajaribu kwenda Kimarasukwa, unasukwa. So mambo yako yaendi kwa sababu ardhi imeamriwa. Kaini huyo hapo, ardhi. Washirikina wacheze na udongo. Na ndio utaambiwa akikanyaga sehemu, chukua sehemu, wanasemaga kuchukua nyayo. Chukua udongo, chukua mchanga alipokanyaga, leta. Wanauzungumzisha. Sasa ni mambo ndio myajue. Ardhi inasikia, ina masikio, lakini ardhi ina kinywa. Tuseme wote, ardhi ina kinywa na ina masikio. Hesabu 26:10. Maana anasema nchi, na nishakwambia ukiona nchi maana anazungumza ground. Nchi ikafunua kinywa chake na kuwameza pamoja na Kora. Mkutano huo ulipokufa, wakati moto ulipowateketeza watu 250, nao wakawa ishara. Mtafutie mahali hapa anasema the ground. The ground opened its mouth. It swallowed them up along with Korah. The followers of Korah died when fire burned up to 250 men. Their deaths were warning to the rest of Israel. Anasema the ground opened its mouth. Ardhi ikafunua kinywa chake. Sasa hapa kuna sifa zinaongezeka. Kama ardhi ina kinywa, maana yake ardhi inakula. So ardhi inaweza kula hela yako. So Biblia inatumia actual viungo. Haisemi tu ardhi ikafunguka. Biblia inasema ardhi ikapasuka no, ardhi ina uwezo wa kunywa damu. Ardhi ina uwezo wa kula your destiny, ikaswallow. Na I want to tell you katika maombi ya leo, chochote kilichomezwa na ardhi, kama ardhi inakula ina uwezo kutapika, si ndio? Yes. Haijalishi walifanya wapi. Ndio maana waganga leo nao basi za ndio maana sikia chukua kitu fulani chimbia. Nenda pale ofisini chimbia. Unashangaa kila kitu cha mtu kilichimbia mtu. No, hata apateje hela, hata ajibaneje. Siongei na wewe ambao unatumia ovyo. Wewe una ujinga wako. Mimi siongei na wewe. Mimi naongea na mtu ambaye ana discipline ya hela kwa namna yote. Na shetani anajua ana discipline atamletea matatizo. Mpaka ile hela ardhi na swallow. So nataka mjue haya. Ardhi na kinywa, ardhi na masikio, ardhi inasikia. Lakini ardhi ina nini? Inakula, inameza. Na kama inameza, ina njaa. Lakini cha kufurahisha, hapa ni Mungu aliitumia ardhi kumeza vya shetani. Kuna vitu nataka tuvimeze, tuviondoe. Yes. Nataka ujue, kuna andiko moja niko very common, Nyakati wa Pili 7:14. Ardhi ina sifa nyingine, ardhi inaugua. Sasa hizi sifa zote ushaona, usi mtu huyu. Na kinachofanya ardhi ugue, do you know nini? Ni mambo ambayo shetani anailisha mabaya. So ardhi haikuumbwa iwe hivyo, kwa sababu ardhi ni mtu. So inapokuwa imerishwa mambo machafu, mabaya, ni kama mtu anapokula vitu visofaa, either atapata utapiamlo au atapata infection. So inawezekana unaishi kwenye ardhi yenye ugonjwa, alafu inakuambukiza ugonjwa. Nyakati wa Pili, mnasomaga sana andiko hili. Lakini ile andiko alizungumzia mtu, alizungumzia ardhi. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha nchi zao mbaya, njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao, sio wao. Neno nchi hapa najua tunalitumiaga kwenye nchi, halina shida. Lakini neno nchi hapa manake land. Weka version inayosema land. So Mungu ameona watu wanalia chini, hawana kazi, wana nini? Anasema kuna makosa yalifanyika. Nayo makosa yote yamemezwa kwenye ardhi. Pengine mliua, pengine mlifanya, kwa hiyo mlichokifanya kiko kwenye ardhi. So mimi nimewasamehe ndio, lakini inabidi niende na kwenye ardhi. You don't get it. If my people 1 2 3 tusome wote.
Rudia tena, I will hear from heaven. And I will heal their land. So healing hii inaenda wapi? Inaenda kwa watu? Au inaenda kwa wazee? Inaenda kwa kina mama? Inaenda kwa watoto? Inaenda kwa baba? Healing inaenda wapi? So nataka na wewe uende ukaiponye ardhi unakoishi. Unataka uiulize ardhi unaumwa nini? Nimekuja na dawa na nitakupa dawa. Yes. Kapa takataka ya baya. Oh yes. Takuelekeza dawa ya kuponya ardhi ya nyumbani kwako. Utaanza kulala vizuri pale unapolala. Yes. So unakaa kwenye nyumba kuna maudhauza. Ardhi na nini? So ardhi inaweza kukuweka vitu. Imagine kafara zilizofanyika. Abortion zilizofanyika kwenye ardhi. Angalia vitu vyote hivyo. Ardhi ina vitu vingi mpaka inaumwa. Ina majipu, inataka kupasuka. Angalia vitu vyote vilivyofanyika kwenye ardhi. Angalia mfano kwenye dhuluma kwenye nchi. Kwa mfano nchi kama tukiangalia hivi, dhuluma. Machozi, angalia ardhi na machozi ya watu wasio na hatia. Yamejaa mle ndani. Ardhi na machozi ya yatima. Ardhi ina machozi ya watu ambao wamenyang'anywa mali zao, wamenyang'anywa viwanja vyao, wamelia kwenye ile ardhi. Ndio maana unapotoka hapa hata ukiamua kununua kiwanja sehemu, you never know kina history gani. Unachukua tu kiwanja kwa sababu umenunua unajenga, kina machozi ya bibi mmoja aliyenyang'anywa hiyo kiwanja. Na jamaa mmoja aliyeonga ardhi akapokea kiwanja, afa akakuzia wewe. Na watu wengine unaweza kuwa unaota usiku kuna mtu fulani kama hivi anakuangalia vibaya, kumbe sio mchawi, ni yule aliyedhulumiwa eneo lile. Kama vile watu walivyokuwa kienda eneo lile hawana amani kwa sababu damu ya nani? Ya Habili. So unaenda kwenye ardhi kama hii. Ardhi ni mtu, analia, anaugua, anakasirika. So unaenda kwenye ardhi inaanza kufight. Na hujui. Unasema ni vitu vya agano la kale, sasa hivi tunaishi kiroho. Au show you hadi huku bado mambo ya ardhi yanafanya kazi. Sasa Yesu alipokuja, alipoanza kutukomboa, ukombozi wa kwanza ulienda kwenye ardhi, sio wewe. Wote mnafahamu, ukiwauliza watu watakujibu haraka haraka. Yesu alitukomboa kupitia nini? Damu yake, sio? Kwa hiyo ukombozi wa Yesu kama wote nakubaliana, ulikuja kwa njia ya damu. Unajua ujiulize damu ya kwanza ilienda wapi? Yes. Tena Biblia inataja kwamba damu ya Yesu Kristo iliyotoka ya kwanza, na damu ya Yesu Kristo iliyotoka ya kwanza sio ya kusurubiwa. No. Ilitoka kati Yesu anaomba. Maandiko yanasema Yesu akaenda kuomba ili awakomboe wanadamu. Naongea na watu waliolala hapa. Wakati Yesu aenda kuomba ili awakomboe wanadamu, maandiko yanasema wakati anasikia ile kupasuka, kwa sababu ya huruma aliyokuwa nayo juu ya wanadamu, damu ya kwanza ikatoka bila kuchapwa, bila mjeredi. Biblia inasema ni mwili wake ukapasuka, damu ikatoka ikaenda kuikomboa ardhi. Alafu alipomalizana ardhi, ndakaja kwa watu. Ndipo akampiga, wakamweka msalabani, wakamwambia damu yako na iwe juu ya kwetu na watoto wetu. Walikuwa wajui kwamba wanajileta ile damu juu yao ili wakomboe. Na angalia maandiko katika kitabu kile cha Luka 22:44. Tutasoma Kiswahili alafu NIV. Naye Yesu kwa vile alivyokuwa katika dhiki, akazidi sana kuomba, hari yake ikawa kama matone ya damu yaliyodondoka nchini. NIV. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Ilitakiwa kama ukombozi wa kwanza ni mtu, ilitakiwa wepo watu pale, yale matone yadondoke juu ya Petro. Ilitakiwa yale matone yadondoke juu ya Yohana. But hapana. Ali make sure matone yanaenda kwenye ile ground ambayo Mungu alisema imelaniwa kwa ajili yako. This is my prayer. Wherever you are from. Oh yes. I sprinkle the blood of Jesus. Yes. Wherever you are coming from. Oh yes. I sprinkle the blood of Jesus. May that ground be fed by the blood of Jesus. Amen. Somebody shout the blood of Jesus. Blood of Jesus. So that is very important. Nataka uelewa mambo. Kumba Yesu alipokuja akasema no. Mfano wa pili. Siku moja Yesu, wote mnajua mfano, akaja akamkuta mtu kipofu. Alipomkuta kipofu, maana anasema akamtoa nje ya mji, akaenda naye, akaenda mahali akatengeneza tope, alafu akamwekea, alafu akaona.
Wengi wanachokijua pale tope, 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 tope. Bandakiwa ujue Yesu alichokuwa anataka kusema pale, alichokuwa ana communicate. Mwanadamu ametokana na nini? Katokana na udongo. Kwa hiyo akaenda akatengeneza macho haya. Akachukua macho kwa sababu Mungu alisema tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Tumuumbe, sio ni muumbe. Katika nafsi ya Baba, Mwana. Kwa hiyo Yesu alikuwepo anajua mambo yanavyofanywa. Kitendo muujiza watu wajua maana yake. Alikuwa anajaribu kuambia mimi nilikuwepo kwenye uumbaji. Alikuwa anaweza kusema uwe na macho yakawa. Ila alikuwa anajaribu kuambia jamani wakati tunafinyanga nilikuweko. Mimi ni bonge la Bwana hapa. Mko na mimi hamnijui vizuri. Wakati tunaamua tukuwekee miguu yako miembamba kama spoko, mimi nilikuweko. Yesu akachukua, akarudi kwenye jicho lake lililoharibika. Akaenda la pili. Unashangaa why? So issue inaongelwa pale mate. Ile issue ya mate ni issue ndogo wala sio kiroho. Ile haina kiroho sana. Ile issue ya mate ni kwamba ni kitu ili kifanane. Alikuwa anataka shape ya jicho. Kwa hiyo akatengeneza shape ya jicho ta. La kwanza. Spare. Akamwekea screen protector. Yesu azidiwa na Mchina. Ambao kifaa kikiharibika anaweka kingine. Yesu akamwambia mimi najua hivi vitu. Leo nataka nizungumze kwa watu wenye imani. Hata kama umeambia figo imefeli. Kanisa langu liko hapa. Oh yes. Nitakuelekeza utakamata udongo. Yes. Utapaka eneo hilo. Yes. Wengine mna mavimbe. Yes. Naongea na watu hapa, naongea na watu. Oh yes. Naongea na watu hapa. Oh yes. So nataka udongo wako ulionao. Unaweza ukasema no. Uso wangu na nini? I'm telling you mnahangaika na vipodozi. Kwani vile vipodozi si wanagundua wanadamu? Tele vipodozi vingine vinanuka lakini mtu ongea akuta ameweka. Wanadamu mna taabu na uzuri. Mtu ameweka vipodozi anataka kutoa chunusi vinanuka kia anavumilia. Lakini unaweza kuchukua udongo wako mzuri. Na nitakwambia jinsi ya kuutilia neno. Nitakwambia dada uweke hivi afu amka asubuhi osha uisi. Hey. Unakaje na machunusi? Unakaje na vimbe? Yesu akachukua udongo akasema najua ulivyoumbwa kaka. Na unaweza kuchukua udongo akasema hapa iki hapana iki kijitu iki mbona kimevimba sana. Mbona kama hiki kijitu kinaniuma. Mbona kama kuna uvimbe kwa ndani. Mbona kama kuna uchungu. Nawa. Kwa sababu Yesu alipomfanyia vile unajua alimwambiaje? Nawa. Maandiko yanasema alipomwekea aliponawa akaona sawa sawa. Nataka ngozi yako irudi iwe sawa sawa. I receive. Udongo ni wewe. Na ndio maana wale watu ambao wanafunga muda mrefu kama unaweza kukaa njaa siku 7 tu kuangua ngozi yako hivi inanuka kama udongo. Kwa nini? Sisi ni udongo na ndio maana hii kusaidia kupunguza malingo. Huyu anayelinga analingia udongo wake lakini hakuna udongo sio umeguka. Inua mikono miwili juu sema Baba leo najifunza siri za ajabu. Ndio maana ukienda Israeli ule udongo ni wa thamani na umewapa hela nyingi sana Israeli. Ukienda kuna udongo wa bahari moja inaitwa Bahari Mfu. Ule udongo unaponya magonjwa, unaondoa fungus, unaondoa nini? Kuna nini? Hadi unauzwa madukani. Sijajua hapa, nadhani hata maduka hapa kama sio fake. Unapatikana dunia nzima, wanauza. Mimi nataka nikusaidia, hauna haja kununua. Udongo wako huo usukumani. Shida hujauponya. Unauchukua unaupaka. Unajua udongo unaupaka wakati umetoka Gambosh. Unashangaa unapaka udongo wa ajabu. Unashangaa watu wote wanaanza kukuona kama nyau. Nasema nielekeze sasa inatosha. Nao tuende kwenye kipengele muhimu sana. Jinsi ya kuhuisha, yani to revive. Jinsi ya kuhuisha mkato, kuponya na kuipa ardhi nguvu na mamlaka kwa faida yako. Neno ardhi hapa unaweza kuweka udongo. Kwanza nieleze kwa nini nimesema hivi. Nimesema hivi kwa sababu unaweza kutumia udongo au ardhi ambayo imeshaharibika
ambayo haina nguvu. So lazima nikufundishe vitu vya kuitengeneza ardhi kwanza kabla ya matumizi. Ili ardhi yako namba moja iuike, alafu iponywe, alafu iwe na nini? Na nguvu. Ndio lengo la kufundisha hiki kipengele. Hiki ndio kipengele muhimu zaidi. Kwa sababu wengi mmebeba udongo kama nilivyoagiza. Wengine mnaniangalia kwa njia TV, wengine kwa njia ya mitandao ya kijamii. Tayari na wewe unaruhusiwa kuwa na udongo. Na udongo ninao semea sana. Ni udongo wa mahali ulikozaliwa. Chimbuko lako. Unasema kuna tofauti kuzaliwa na chimbuko. Chimbuko la nyumbani kwenu ni wapi? Basi, ikiwa una uwezo kupata udongo wa chimbuko la nyumbani kwenu, mahali ulikozaliwa, unajua ule mkoa au wilaya ulikozaliwa. Kama uweze kupata mahali ulikozaliwa, basi mahali ulikokulia, ulikolelewa, ama mahali ulikosoma ukiwa mdogo, hasa shule ya msingi, huo ndio udongo na uhitaji zaidi. Lakini ukikosa pote, unaweza kuchukua udongo wote, lakini sio lengo langu. Kwa hiyo katika udongo ulionao, nataka ujifunze jinsi ya kuuisha, jinsi ya kuuponya. Umeona kwenye nyakati ardhi inaponywa, Mungu anasema nitaiponya ardhi yenu, na jinsi ya kuipa ardhi power na mamlaka ili i-act on your behalf. Watu watakaojua kutumia udongo mtakuwa mwongei sana, wala mtakuwa mjielezi sana. Namba moja sina maana kwamba ndio lazima ya kwanza, na listi tu. Namba moja au njia moja wapo ni hii: panda andiko katika ardhi. Weka andiko katika ardhi. Weka andiko katika ardhi au maandiko. Maandiko yanaweza kaiuisha ardhi. Maandiko. So yapo maandiko ambayo utayatamka, nitakuelekeza jinsi ya kuitamkia ardhi maandiko. Alafu yale maandiko yanakuwa mbegu. Alafu ile mbegu inaota kwenye ardhi. Haya. Na ndio maana mwanadamu anaweza kupewa neno likaota, kwa sababu mwanadamu ni udongo. Mbegu inaweza kajeminate ndani yake, kwa sababu ana sifa za nini? Za udongo. Amwe toke to somebody here. So unaweza ukapanda neno au maandiko kwenye ardhi kama mbegu. Angalia Yohana 12:24 haraka. Amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika ardhi, katika nchi, ile nchi ni nini? Ardhi. Amini nawaambieni, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, ukaa hali hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Anajaribu kutoa sayansi jinsi mbegu inavyoota, kwamba mbegu ya ngano huwa inawekwa kwenye ardhi, inakufa, baadaye ina germinate, inatoa mazao mengi. Lakini hiyo ni language ya kawaida, language ya kiroho. Luka 8:11. Luka 8:11. Vile kama ambavyo ile mbegu inapanda kwenye ardhi. Angalia, mbegu ni nini? Na huo mfano maana yake ni hii: mbegu ni neno la Mungu. But hiyo mbegu imepandwa wapi? Ardhini. So anasema hiyo mbegu inayoanguka kama ngano ni nini? Ni neno la Mungu. So unaweza ukalitamka neno kwenye ardhi na neno likaota. Imagine unafanya business somewhere, maneno ya biashara uyajui. Jesus Christ. Maneno mafanikio uyajui. Ya tamke kwenye ardhi. Yasema nanyi mtajenga nyumba, mtalima mazao na mtauza na kupata faida. Biblia inasema katika Yeremia. Nenda chukua ile andiko ya Yeremia, kalipande kwenye eneo unalofanya biashara, sema nitavuna, nitaweka biashara na nitapata faida. Tamkie faida ardhi. Tatizo lenu ambalo linanikera, na mkiliacha nitafly, mnadili na watu kabla ya ardhi. Ili ni common problem kwa Wakristo. Yesu mwenyewe kabla ya kuwakomboa ikabidi aanze na ardhi. Dili na ardhi, achana na watu. Hata kama uni wateja, ongea na ardhi, inajua waliko. Unataka amani na usuluhishi, eneo hilo linafanyika kikao, ongea na ardhi mtakapofanyia kikao. Unaenda kwenye interview, ongea na ardhi inayofanyika interview. Yes. So panda neno kwenye ardhi. Inategemea situation gani? Mgonjwa anaumwa, amelazwa eneo, nenda pale alipolazwa, weka neno kwenye ardhi, iambie ile ardhi, ninaondoka, lakini neno la Mungu Biblia inasema litadumu hata milele. Unaweza ukaenda kumuona mgonjwa, lakini si utaondoka. Acha neno pale kwenye ardhi. Zungumza hii ardhi kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Lipande kwenye ardhi, afu kama tayari ardhi, fanya na mengine nitakayokuambia, halafu nenda ayaka bakatakatakata. Tunapoenda kuhubiri injili, Yes. kaya bahatia dosa,
Meto kipakatia tose. I receive. Sio ni mkono wako, sema oh yes. Oh yes. Tunapoenda kuhubiri injili, before tujahubiri injili, tunaenda ile eneo, tunalihubiri ile eneo kwanza. Linampokea Yesu. Come on. Linaokoka. Kila atakayekuja pale anatakiwa fanane na eneo lililookoka, kwa sababu huyu aliyekuja anafanana na hii ardhi, na ardhi imetoka, yeye ametokana na ardhi, ardhi imeokoka. Utaokoka tu. Unaweza kuisemesha ardhi iongee na watu pale. Watu wanavuta bangi hawajisikii siku hiyo. Tutoke hapa. Ardhi imekataa. Hakuna bangi hapa. Oh ya. Najua neno hili aliendi kwa watu wote. Kuna mtu linaenda kwake, kuna mtu linaenda kwake. Nina uhakika kuna mtu neno hili linaenda kwake. Oh yes. Nina uhakika kuna mtu neno hili linaenda kwake. Oh yes. Ongea na ardhi. Huyo mtu mkorofi anatembea juu ya ardhi. Hata kama kienda kwenye gari lake linakanyaga ardhi. Hata kienda gorofani, gorofa lake limeshika ardhi. Ongea na ardhi yake. Wewe ardhi imeandikwa. Una maneno mengi. Sio maneno yote yanahusu hii event. Nashindwa kuongea maneno gani kwa sababu event ni nyingi. Ile jam, I don't know mnanipata hapa. Una sherehe, kuna maneno ya kuiambia ardhi. Waandaa meza mbele ya watesi wangu. Imeandikwa waandaa sherehe. Ile meza maana yake sherehe. Waandaa sherehe mbele ya watesi wangu, na machoni pa watesi wangu umenipaka mafuta. Ujue siku hiyo watakuja watesi na Mungu atakuinua juu yao. Oh yes. Halo? Unashindwaje? Unafanya kazi, tamka kitu pale. Mtu anataka kufukuzia kazi, peleka neno, panda kwenye ile eneo. Sema ewe ardhi, sikia neno la Mungu. Imeandikwa asiyefanya kazi na asile. Hapa nataka mimi nifanye kazi. Alafu anakuja mjinga akufukuzie kazi, atagombana na ardhi. Halo? Wamelala tena. Halo? Biblia inasema hiyo mbegu ni nini? Neno la Mungu. So unapanda neno kama unavyopanda mahindi kila eneo, lakini panda neno linaloendana na kile unachokitaka kifanyike mahali pale, au shughuli inayofanyika mahali pale. Unaenda sehemu kwa watu wametangaza, patakuwa na promotion. Unakosaje promotion? Baba Ndegule, wewe Msukuma, unakosaje hiyo promotion? Unakosaje hiyo promotion? Kwa sababu Biblia inasema heshima. Biblia Kiswahili inatumia neno heshima, lakini Kiingereza inasema promotion does not come from east, does not come from west. Promotion comes from above. Kwa unaiambia ardhi, mimi promotion yangu, make sure hapa inatoka juu. Na kama inatoka juu hakuna kuipinga. Iambie ardhi. Ardhi inachukua ile neno inalificha. Wakianza promotion linatoka. Wewe kila mtu apewe fulani. Hadi maadui wanakupigia kula, apewe fulani. Ardhi imechachamaa. Nisikia kalala mundani ya. Ifanye ardhi kuwa rafiki yako. Yes. Ifanye ardhi kuwa ndugu yako. Oh yes. Ifanye ardhi kuwa mtu wako wa karibu. Oh yes. Piga kelele ardhi. Namba 2. Tunaangalia jinsi ya kuiwisha ardhi. Tunaangalia jinsi ya kuiponya ardhi na kufanyaje? Na kuipa nguvu au mamlaka ili ikulete nini? Faida wewe. Usipoipa ardhi nguvu, usipoipa mamlaka, wataitumia wengine kuiharibu ili ikupe madhara wewe. Kinyume chake. Namba 2, tumia maji ya mvua. Yes. Kama ushirikina vile, lakini ndo tunaenda hivi. Wale ambao mlisikiliza somo nililofundisha mwaka 2016, mtagundua kuna mambo mengi siku yasema, na nitakaposema leo sio kafikiri nimemaliza. Siku nyingine nikikuita tena yapo mengine. Kwa sababu somo aliwezi kuisha kwa kulifundisha mara 2. Haya yote unaosikia leo sikukufundisha kule. So tumia maji ya mvua. Tena hili somo limekuja wakati mzuri, tuko masika. Nataka uchukue maji ya hifadhi, nitakwambia jinsi ya kuyatumia. Namba 2, tumia nini? Waebrania 6.
mstari wa 7 hadi wa 9. Agano Jipya hilo. Naangalia. Maana nchi inayoinywa mvua, inayofanyaje? Biblia imesema imetumia neno kunywa. Alafu watu wajiulize, kwa nini Biblia inapotumia neno ardhi inatumia kunywa, mdomo, kufungua? Yaani why? Kwa sababu Biblia inaitukulia ardhi kama kitu hai. Is a person. Maana nchi inayoinywa mvua, nchi inayoinyeshea mara kwa mara. Usisahau neno mara kwa mara. Na kuzaa mboga zenye manufaa kwa hao ambao kwa ajili yao yalimwa. Ushiriki baraka zitokazo wapi? So this is one way to bless your land. Kwa kutumia maji ya mvua. So you need to understand, unaweza kuyatunza maji ya mvua and then umechukua eneo fulani la kujenga. And you want to bless that land. So yale maji ya mvua yana kitu tofauti kwa sababu Biblia inasema it comes from above. There is a special blessing kwenye ile maji kwa ardhi. So if nikichukua maji ya mvua, am I communicating? Nikaenda kuna flame yangu ya biashara pale. Nikasafisha nikayaweka pale. Sio mara moja wala sio mara mbili. Biblia inasema matokeo ya yale maji ya mvua, mwisho Biblia inasema kuna baraka. Now NIV kaya basoke prakia toso. Paradia noskivia. Tusome wote. Land 1 2 3. Land that drinks in the rain, often falling on it, and that produces crop useful to those whom its family receives the blessing of God. Nitafute ground. Naangalia. Anasema ile ardhi inapomeza yale maji yatokayo juu. Sawa kuna mazao yataota na nini, lakini above all kuna nini? Blessing. For the ground that has soaked up the rain that frequently falls on it and yields useful vegetation for those who tend to receive a blessing from God. Anasema pamoja na kwamba vegetation utakayopata, mimea itakayoota, ukala mazao, lakini kuna a special blessing from where? Do you want to bless your land? Tumia maji ya mvua. Maji mengine yanatoka wapi? Chini. So watu mnapokea mvua kiolela tu. Na ndio maana ukienda kwenye kitabu kile cha Isaya 55, anasema neno langu ni kama mvua inayotoka juu na kuinyeshia nchi. Haitarudi mpaka isababishe baraka huko. Nyosha mkono sema kuanzia leo nitakuwa na kawaida ya kuyachota maji ya mvua na kuyahifadhi. Nitakapohitaji kuibariki ardhi, nitakapohitaji kuinyunyizia ardhi, nitainyunyizia maji ya mvua. Nami nitatamka kwa mujibu wa Ibrania, ardhi hiyo ina blessing from above, ina blessing from God. Watu wenye akili waseme amina. Amen. So namba 2, tumia nini? So nataka this time around Mungu akikupa eneo liwe la kuishi, liwe la kufanya kazi, litengeneze kisawasawa. Litengeneze kisawasawa. Yaani litengeneze, wakija wale wachawi waseme kwa kweli yaliyoko hapa, no, we can't stay. Na ardhi ikiwa active ni kama ni watu wengi wako pale. Ningewaambia jambo jingine lakini halilingani na akili zenu. No, ngoja nilifadhi kwa leo. But nitakwambia kwa mafumbo. Mungu alimwambiaje Abraham? Watoto wako watakuwa kama nini? Mahali pengine aseme mchanga, anasema nini? Mavumbi. Tafuta neno linalosema. Angalia, na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi. Nishawaambia nchi ni nini? Ardhi, sio country, ardhi. Na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi. Nao utaenea upande wa magharibi na mashariki na kaskazini na kusini. Na katika wewe, katika uzao wako, jamaa zote za dunia watabarikiwa. Na huu uzao unaozungumza ni nini? Mavumbi. Ndio maana nimwambia hii si ya kwenu. So Abraham anaona mavumbi, Mungu anaona watu. Now, imagine ni ardhi umeifanya kuwa active. Umeweka neno la Mungu kwenye ardhi, umebariki kwa maji. You are changing that mavumbi, that dust to become people. Kwa maneno ambayo nitakuchanganya, you are changing ile kitu kuwa ni watu wasiokuonekana, invisible people. So if someone comes to fight you, ndio Biblia inasema walio upande wetu ni jeshi kubwa.
So Elisha akamwambia Gehazi, fungua macho walioko hapa kwenye hiki kilima. Okay. Tuishie hapo, ya kuhusu mengine. Namba 3. Tumia chumvi kuactivate ardhi. Hii inasaidia kuponya ardhi iliyolaaniwa na vitu kama damu, kafara, vifo vya watu visivyo na hatia. Imagine unaishi maeneo ambapo aliuawa mtu asiye na hatia, damu yake inalia pale, alafu you go there and you build, au unaweka kigenge cha business, au ndo hoteli mliokuwa kwenye honeymoon. So chumvi ni very important kuiponya ardhi. Na unajua mkisoma ile andiko amuoni neno ardhi pale, lakini lipo indirectly. Kitabu kile cha Wafalme wa Pili 2:21. Akatoka kaenda mpaka chemichemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani yake. Akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutakuwepo huko tena kufa wala kuzaa mapoza. Now, alichokuwa na kiponya hapa, Biblia inasema chanzo cha maji. Na chanzo cha maji kilikuwa kinatokea katika eneo fulani penye kama mwinuko. Ndipo palikuwa maji yanayotoka mahali pale yanazaa nini? Mapoza. Hakaenda kwenye kile chanzo cha maji. Alienda kwenye location. Kilichokuwa kinasababisha maji, nilishawapaga ufunuo, ni laana iliyofanyika kwenye ile eneo. Mnakumbukaga Yeriko aliletea shida ni Yoshua. Yoshua alilaani Yeriko kwa sababu Yeriko ilikuwa imefungwa, ikawazuia wana Israeli na majeshi yake kuingia. Yoshua kailaani Yeriko na akasema hakuna mtu atakayekuja kuijenga tena Yeriko. Atakayejenga Yeriko, na naongea kwa ufupi, atafiwa na watoto wake wawili. So akatokea mfalme mmoja baada ya miaka 500. Ndio maana watu wanapenda kuignore laana. Muda umepita bana. Joshua aliongeaga zamani, miaka 500 imepita, akaja mfalme mmoja. Wakamwambia, usijenge Yeriko. Yoshua alilaani kwa sababu ilikuwa imefungwa kila eneo, kwa hiyo alichukia. Na Yoshua alisema atakayejenga atafiwa na watoto wake wawili. Jamaa akusikia, akaijenga Yeriko. Maandiko yanasema watoto walikokuwa wakaanguka ghafla wakafa. Ndio pale ambapo maji yakaanza kuzaa mapoza. Kwa mpaka kwa tangu kipindi kile yale maji yalipopokea ile damu, in fact unaweza kusema maji but ile ni ardhi. So maji yanatoka kwenye ardhi. From that day kile kinachotoka kinazaa mapoza. Hadi maji yale yakienda kwenye mimea, kama ni matunda yanatoka yameoza. So baadhi ya version nasema our land is non productive. Zingine zinasema our land has no good fruit. Inategemea unasoma version gani. So ilikuwa sio kwamba wazee matunda, lakini sio mazuri. Mengine yameoza. So alichokifanya Elisha alifanyaje? Alichukua chumvi akaweka pale. I want to tell you, utakapochukua chumvi ukachanganya na udongo huo, hata kama kwenu kulikuwa na hali inatoka ya watu kutokuzaa utasa, ile laana mwisho inafia pale. La. Laana ya kutokuolewa sijui, laana ya kutokufanikiwa, laana sio ya magonjwa fulani, kwenu watu wote wana mavimbe sijui. Utakapoweka hiyo chumvi, ukafanya na mengine ambao bado nakufundisha, huo udongo utakuwa umeponywa. Namba 4, kukanyaga ardhi. Hii mnaijua, Yoshua 1:3. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. So hii ni kwa wale wanataka kumiliki. Huwa nawaambia watu, usisubiri kuwa na hela kumiliki ardhi. So anasema mahali kokote mtakapoenda kukanyaga, nimewapa. So process zingine za manunuzi, process zingine zinakuja baadaye. Nimewahi kuona hata kanisani hapo nasikia, nataka mchungaji akaombea ardhi. Ukishasikia hivyo unajua ashanunua. Kwa mtu wa imani, achana na kumiliki ardhi kwa mantiki ya kununua. Lakini kuna ile kumiliki nataka kuwafundisha mimi kwa mantiki ya kuwa na mamlaka eneo lile. Kuna kumiliki ardhi kwa mantiki ile ya kufanya ya kwamba ninaikanyaga ili baadaye ninunue. Mimi siongelee sana hiyo. Ninaongelea hata kama umenunua, ila kuweka kwenye mamlaka yako. Unaweza kuwa na ardhi umeinunua na kila kitu, lakini haiko kwenye mamlaka yako. Mimi nawishi ningekuwa mimi ni mshirika afu wewe ndo pastor, alafu mtu anakuja eti anauza nyumba yangu kisa deni. Haiwezi uzwa. Mambo naofanya hayo hamna atakayenunua. Wananunuaga za kwenu nyinyi ambao mnasali kimwili, kiroho mko duniani. Na tunaishi na nyinyi hivyo hivyo, tunavumilia kwa sababu tuwafundisheje mpaka muelewe. So kukanyaga, nataka kuambia hapa, Biblia inasema mahali mtakapo kanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa kufanyaje? Kumiliki. Mtaongea kwenye eneo langu mimi la huduma. Nataka kutawala eneo. Kwa mfano nikiwa na hubiri hapa, mamlaka ya Mungu itembee. Eneo ambalo Mungu atanipa lote lazima nilikanyage. So atakayekuwa na mamlaka pale, na sio tu kukanyaga, ninakanyaga nikiwa
fanya mengine haya ninayokufundisha. Nikiwa napanda neno nani? Napanda mbegu ambayo ni la Mungu na mengine. Lakini sharti lazima eneo ni kakanyage. So lazima kila eneo manake mipaka. Nyinyi mnasikia kukanyaga mipaka. Na ndio maana ukienda ile andika anasema mpaka huu. Kwa hiyo alikuwa anawaambia kukanyage mipaka. So ninapokanyaga ile mipaka, manake neno kumiliki manake mwenye mamlaka pale anayesikizwa na ile ardhi it's me. Nikisema watu wapone ardhi inaitikia. Nikisema watu wabarikiwe ardhi inaitikia. Nikisema watu walindwe ardhi inaitikia. Kwa mfano leo kuna kitu nitakifanya. Pale nje nitafanya mbele zenu ili mkumbuke ila nishafanya. Nitaiambia ile ardhi sitaki magari ya kawaida, nataka mazuri uje uone. Hasa upande huu anaelewaga vitu kama hivi. Itakayo kuforce utafute gari mpaka utashangaa kale kagari kako kabovu kapendi siku hizi ni neno nitakalolifanya pale. Unanichafulia ardhi kwa gari yako ya kusukuma. So ardhi mimi naweza kudictate hapa. Watu wangu wanaoabudu hapa wajeje. Na ndio maana wewe wote mnafanana. Humu ndani hata asiye na hela kama anazo vile. Angalia. Angalia. Hata asiye nazo kama anazo vile. Ardhi baba. Hadi mtu mwenyewe akitaka kwenda kuomba kazi. Ukiona benki kuna mtu fulani kapata kazi na aelekee na benki, hujua ana akili sana. Benki au airport na watu wake. Ukiona mtu yuko hivi, naongea mnanielewa. Ujue huyu ana akili mno, hapana namna ya kumkataa. Kwa sababu ile mazingira atmosphere itengeneza pale. Niko vile. Lakini ukiona mtu kabisa amepata kazi benki na sura yake yuko vile, unajua huyu ni mkufunzi. Hakuna namna, lazima ajiriwe. Hajaelewa. Kwa sababu ile ardhi jinsi alianzisha mambo ya banking kuna namna aliweka hiyo standard. Na ardhi inakudai. So kutawala eneo unaenda unasimama. Unakanyaga. Ukiwa unafanya na mengine haya. Kwa hiyo unapoenda kwenye mipaka yake manake unakuwa unaweka demarcation. Manake lolote wewe ambalo unalitaka eneo lile watakusikiliza wewe. Kwa lugha nyingine andika ni kwenda kuweka muhuri. Unaweza kuyafanya yote haya lakini utahitaji kukanyaga. Kukanyaga manake nini? Kuweka muhuri wa mamlaka. Unaweka seal. Na ile seal sio kwamba it's mine tu. Ile seal kwamba chochote kitakachofanyika hapa kitadependi mimi. Mimi ndo final say hapa. Na ndio maana kuna watu wengine washirikina wanajua kutumia ardhi hawafukuzwi kazi. Hana elimu, wote mnamzidi, anapandishwa kila siku, bosi amfokei. Maana yule mshirikina amesha dictate eneo lile ishije. Wewe sasa sema na kanyaga. Sema mahali hapa nipo kanyaga. Naweka muhuri. Mipaka yote hii na miliki mimi. Sio hii hapa. Yaani hapo unafanya tu mazoezi. Hapa uruhusiwi. Namba 5. Ipulizie pumzi ardhi au upulizie udongo pumzi. Mwanzo 2:7. Lengo hii ni kuuisha, ni kile kipengele cha kuuisha uwe hai. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Usahau pia ardhi inatakiwa kuwa kama nafsi. Usahau Abrahamu aliwaambia watoto wako ni mavumbi. Ardhi inaweza kupuliziwa pumzi ya uhai. Ikawa hai. Neno hai maana yake ikawa active. So ardhi yako inaweza kuwa so active, haikuletei habari njema, haizungumzi mambo mazuri wakati na kinywa. Maana yake kuna walio kuja kuifanya ikawa dead. So nitakuonyesha jinsi udongo wako unaupulizia tu pumzi. Na ndio maana ndani mwako unatakiwa kuwa na pumzi yenye mamlaka, sio ya kwako tu, pumzi yenye roho wa Mungu. Kwa hiyo roho wa Mungu unapompuliza eneo hilo, maana yake anaenda kwa affect wa udongo. Popote utakapokuwa roho wa Mungu anatawala lile eneo. Ukisoma Yohana 9:6 unagundua ndio alichokifanya Yesu. Alipokwisha kusema hayo alitema mate. Nani huyo? Yesu. Alitema mate chini. Neno chini maana yake kwenye udongo. Akafanya tope kwa yale mate. Akampaka kipofu tope za macho. Maana yake macho yote mawili. Now, usi udongo, sina udongo kwa mfano. Na utemea mate, kwa mfano mate. Yanatoka na nini? Yanatoka na pumzi. Kwa hiyo alichokuwa anakifanya pale alikuwa na mate yale ni kwa ajili ya kutengeneza tope au duara la jicho. Lakini ile kutema ilikuwa ni kutoa pia pumzi kwa ajili ya yale maji, kwa ajili ya ule udongo. So ndo maana
Yale macho akageuka yakawa macho kabisa, akaweka kwake. So pumzi ni very important. Yesu anajua uumbaji ulivyoanza. Tumali alichukua ile mate akatema hivi. Kwa hiyo kulikuwa na pumzi iliyoambatana na ile mate. Namba 6. Hii ni kuiamuru ardhi ifanye sasa unachokitaka. Hii sio neno la Mungu, no. Ile ya kwanza ilikuwa ni kutamka nini? Neno la Mungu, au kupanda mbegu ya nini? Ya neno. Hii sio kupanda mbegu ya neno. Hii sasa wewe unaamuru sasa nini kifanyike pale. Hesabu 16:31 mpaka 32. Tusome wote, tunaenda kwenye mambo muhimu nao. Basi ilipasuka badani kusema maneno. Ile neno kusema maneno alikuwa ni maneno ya amri. Ewe nchi, kila jaye eneo hili wamelala. Ewe nchi, ewe ardhi, kila mchawi atakayeingia tena kwenye duka hili. Ndio nijaribu huko. Watu wamechoka. Upper room. Ewe nchi, na kuamuru leo, kila atakayekuja kwenye eneo hili meze. So haya mambo unaweza kufanyaje? Ukayaamuru. Nikuuliza, unataka nini kwenye ardhi? Nyie mnataka ardhi ifanye nini? So ardhi unaiamuru. Inawezekana sio juu ya maadui. Unaweza kuiambia ardhi, kwa maneno niliyoweka hapa, kwa maneno niliyotamka hapa, kwa nilichokifanya hapa, sasa uko huru kuniletea watu. Ardhi, nataka ulete sherehe na ndoa kwenye hii nyumba. Kwa hiyo ardhi itaanza kuattract tu marriage pale. Oh, shakabahata kaparadia. Ardhi, atakayekanyaga nyumba hii nataka uponyaji ardhi. Naamuru uponyaji utoke ardhi. Ardhi inasikia, ardhi inaongea, itaongelesha watu pale. Lakini zaidi ya yote hayo, ardhi hili ni eneo la mtu aliyeokoka. Nimeupanda kwa maneno utawala wa Mungu mahali hapa. Atakayeingia kwenye nyumba yangu hii, ajisikie kuacha dhambi na okoke. Ardhi, akilala tu muoteshe wokovu. Muoteshe anatubu. Muoteshe anaenda kanisani. Muoteshe anaacha bangi. Muoteshe anaacha ukahaba. Muoteshe anaacha pombe. Ardhi, sitaki pombe hapa. Kila anayekunywa pombe, pambana na hizo pombe. Ardhi iamuru. Keti, rudisha ile andiko. Nataka msome ule mstari na utakaofuata. 1 2 3, tusome wote. Sawa, unafuata? Nchi hivi. Kwa nini leo mimi nisisimame hapa? Nikasema ile ardhi ya pale Tabora. Ardhi ya pale Nzega. Ardhi ya pale Moshi. Ardhi ya pale Rombo. Baada ya kufanya yote niliyofanya, kwa kutumia udongo huu nilioshika, na kuamuru kuanzia sasa, wale wote wasiotaka kuacha uchawi na ushirikina, pasuka wa meza. Hey! Sema ardhi, lisikie neno la Mungu. Imeandikwa, hakuna uganga wala uchawi kwa Israeli na Yakobo. Nami nimelipanda neno hili katika wewe ardhi. Neno hili nimelipanda ili lichipuke na kuzaa matokeo. Kwa kuwa hakuna uganga wala uchawi kwa Yakobo, basi atakayekuja na uganga wake na uchawi wake, kuanzia sasa uchawi wake umezwe
na yeye asipobadilika amezwe na hii ardhi. Ardhi nakupa wote wasiotaka kuacha matunguli yao. Ardhi nakupa wote wasiotaka kuacha ushirikina. Pasuka wameze. Sema wameze. Wamezwe. Kati isemeshe nini? Ardhi. So unajua useme, so unakaa. Nimefundishwa. Sema. So ardhi ilikuwa inasubiri ufanyaje? My dear, ukifuata nilichokufundisha, ardhi yako umeiponya. Kwanza umefagia kila kitu. Kitakachobaki cha mwisho sasa. Unataka nini kwenye hii ardhi? Unataka watu wanaokuja kwenye ardhi iweje? Unataka bosi wako akija iweje? Hatuko tayari kuona waganga na wachai wanaenda wanasemesha barabara. Wanapomaliza kuisemesha afu ajali inatokea. Hawadili na mtu wale. Hawahitaji kuingia kwenye gari lako na kuloga watu wafu. Hawaingii kwenye gari kutega ajali. Wanaenda kwenye ardhi barabarani. Wanafanya mikataba na ardhi, wanakubaliana nayo, wanaweka pale. Mtu akipita ardhi, mtabaki spidi kali, si nini? Wewe unatakiwa uende pale. Na ni aibu sisi watu tuliokoka kujua eneo fulani pana ajali kila siku alafu bado zinaendelea. Kazi zetu ni nini? Ninyi ni chumvi ya dunia. Kazi yetu ni nini? Nenda kuongea na ile ardhi. Ardhi kwanza ifagie. Ondoa uchafu wote nilivyokufundisha. Alafu ambie ardhi, tangu leo umekombolewa. Usikubali mtu yoyote atakayekuja kukuomba damu ya watu. Kataa. Kama ardhi ulilaaniwa kwa ajili ya watu, leo umekombolewa kwa ajili ya watu. Watakaopita na mabasi yao, nazungumza wokovu juu ya maisha yao. Unajua kabisa kuna maeneo hapo watu wanajipangaga usiku wanafanya biashara ukaaba. Unapopita wewe unaongea nini? Wewe unaongea gani? Unapita tu. Unapita tu. Wokovu wako uko wapi? Wokovu wako uko wapi? Tunaacha washirikina waende shule, wachai waende shule, waongee na shule. Mchana anaanza kwenda pala kademandi. Labda papa anatokea kifo. Ndio maana baadhi ya shule kuna kifo kinatokea, kifo. Sio bahati mbaya. Mtu amesha demand damu. Wewe kama Mkristo uko pale, mtu uliokoka, una kazi gani? Kwa nini usiende pale ukatamka? Mnapoenda kwenye vikao vya shule, wewe moyoni, kwa nini usijue unachokiombea ile ardhi? Unahudhuria tu vikao kama kawaida kama watu wengine. Yaani wewe tofauti na hao watu, ni kanisa tu, but kwenye matendo the same. Matokeo ni the same. Na wao wanaweza kuwa kuzidi zaidi, angalau wao wanatumikia giza na inawapa matokeo. Kazi ya makanisani siku hizi ni kutokea ujumbe na kuhifadhi kwenye madaftari. Lakini vitendo zero. Unataka kuniambia Yesu alikuwa hana uwezo kusema uwe na macho? Wao alitumia ile kitu. Ardhi inahitaji uendelee kuiform, itamkie, ieleze jambo jingine. Iamuru ardhi wanao wanapoikanyaga waweje. Unashangaa vitu ambavyo vitakiwa na vidrop, maana ardhi inakataa. Unashangaa mtoto hata kama anatoka boarding anaingia pale ndani kwa sababu ni atmosphere nyingine, ni ardhi nyingine, anaanza kumwambia baba mama kuna kitu kinanisumbua, anaongea ukweli. Ardhi inakataa hicho kitu. So nasema walipokuwa wakisema na watu kukaa kimya, ardhi kasikia. Maana kwa kuwa unasema maneno ya hasira juu ya watu. Watu wamemkosea Mungu. Watu hivi na hivi. Watu waadhibiwe. Ardhi ikasema, nakusaidia. Chua. Maana ardhi inasikia. Nani ameelewa? Nani yuko tayari kwa ajili ya maombi? Nani yuko tayari kwa ajili ya maombi? Now, kila mtu asimame. Chukua udongo wako ambao umewekea chumvi. Kama unatazama kwa njia ya TV, kwa njia ya mtandao wa kijamii, unaweza kufanya the same. Kwa kuwa unaniangalia ukiwa mbali na hapa, hakikisha kama unaweza fanya hivyo. Sema wewe udongo. Wewe ni mwakilishi wa maeneo ambao nimetoka. Lakini pia utasimama kama mwakilishi wa asili yangu, maeneo nilikokulia, maeneo ambapo nimesomea, maeneo ninakoishi sasa, na maeneo ninapofanya shughuli zangu. Wewe ni mwakilishi hai. Nimekuwekea chumvi hii. Kwa mfano ule wa Elisha. Kama kile chanzo cha maji. Eneo hilo la udongo lenye chemichemi.
alilowekea chumvi naye akasema hapatazaa tena mapooza eneo hili. Nami nauliza, ni machafu gani yalifanyika kwenye ardhi? Ni mambo gani mafu yalifanyika kwenye ardhi hii? Ni mambo gani ya machukizo yalifanyika kwenye ardhi hii? Ni damu ya nani isiyo na hatia iliyomwagwa kwenye eneo hili? Na ni damu ya nani isiyo na hatia iliyozikwa katika eneo hili? Ni haki ya nani iliyodhulumiwa katika ardhi hii? Na ni mali ya nani kwa ubatili ilifichwa kwenye ardhi hii? Na ni machozi ya nani yaliyolia kwa uchungu, kwa uonevu mkubwa, yakaanguka kwenye ardhi hii? Nasimama kuomba kama maandiko yanavyoniagiza kwenye kitabu cha Nyakati, kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuacha mambo yao mabaya, nitaiponya ardhi yao. Kabla hujaponywa ardhi, mimi mwenyewe niliye mhusika wa hii ardhi, watu wengine nisiowafahamu, marafiki, ndugu na jamaa, wazee wangu, watu wa tangu kale walioleta hatia kwenye ardhi hii. Baba, tunaomba rehema, tunaomba tusamehe tulipohusika na damu chafu, tulipohusika na kumuumiza mtu na akalia machozi hapa. Sasa ikiwa ilifungua mianya ya ardhi hii kuharibikiwa, Baba, ninakuomba tusamehe maovu yetu yote, maneno yetu machafu, maneno yetu mabaya, matendo yetu yasiyofaa, matendo yetu ya giza. Lakini zaidi, wewe ardhi, pengine umeharibiwa na matendo ya kishirikina, na matendo ya giza, vitendo vibaya, vitendo visivyozaa mema. Ewe ardhi, kwa chumvi hii uponywe, 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 kama Elisha alivyosema. Kuanzia leo haitakuwapo kuzaa mapooza. Nami natamka tangia leo, hakuna ardhi hii kuleta madhara. Ardhi inaleta utasa, ardhi inaleta mikosi, ardhi inaleta balaa. Ewe ardhi, uponywe, uponywe. Pulizia pumzi kidogo isije kukurukia. Pulizia pumzi kwenye ardhi. Fanya hivyo mara 7. 1 2 3 4 5 6 7. Afsema, ewe ardhi, nimekupulizia pumzi ya uhai, nimekupulizia pumzi ya uhai, ukawe hai, ili uwe tayari kusikia nitakalokuamuru, na ukakurudisha, nikakurudisha nilikokutoa, na maeneo mengine nitakapokurudisha, eneo lile likawe hai kusikiliza ninachokisema. Nami naenda kuamuru yale ninayotaka yatokee mahali ninakotoka, nyumba ninayoishi. Nataka kuamuru mambo sasa yakatokee. Are you serious? Uko serious? Nataka uanze kuamuru mema yatokee. Lakini huwezi kuamuru mema mpaka uamuru maandiko. Imeandikwa hivi. Ile andiko nasema ili andiko likae kwenye ardhi hii. Ardhi gani unaizungumza? Hii hapa ulionayo. Tamka maandiko unayojua. Tamka, 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 tamka. Toa sauti, toa sauti. Imeandikwa. Make a prayer. Tamka maandiko kwenye ardhi. Kama ni ya uzao, kwamba we ardhi, pokea maneno haya Mungu. Kwenye ardhi hii imeandikwa
hata kuwepo tasa wala mwenye kuharibu mimba. Iambie ardhi, iambie ardhi, iambie ardhi, watu wote kwenye eneo hili imeandikwa hata kuwepo mkia, kila mtu atakuwa kichwa. Iambie ardhi, unataka kuitamkia nini? Unataka kuitamkia nini? Iambie ardhi, imeandikwa Yes. mkubwa Yes. atakayekuwa katika ardhi Yes. hata kuwa tofauti na mdogo. Yes. Maana mdogo atakuwa herufu. Yes. Itamkie. Make a prayer, make a prayer. Maandiko yanasema utakuwa kama mti uliopandwa unaozaa matunda kwa majira yake. Make a prayer somebody. Kila ufanyalo litafanikiwa. Tamka kwenye ardhi yako. Yes. Kama ni biashara itafanikiwa. Yes. Kama ni kazi itafanikiwa. Yes. Tamka maandiko kwenye ardhi yako. Kila unalolifanya Yes. linarejeshwa. Yes. Yaliyoibiwa Yes. yanarejeshwa. Yes. Maandiko yanasema Yes. Mungu atarejesha Yes. miaka iliyoibiwa. Yes. Kama ni miaka ya uchumi, Yes. kama ni miaka ya utele, Yes. inarejeshwa asubuhi ya leo. Yes. Make a prayer, make a prayer. Make a Make a prayer. prayer, make a prayer. Make Make a a prayer. prayer, make a prayer. Maandiko yanasema mahali popote nyao zako zitakapokanyaga umepewa kumiliki hiyo ardhi uliyoishika. Kama kuna umiliki ulichukuliwa, declare, declare, declare. Tamka hayo maandiko ya kumiliki. Una hiyo amri, unayo mamlaka. Unamiliki hiyo biashara, unamiliki hicho kiwanja, unamiliki hao mashamba. In the mighty name of Jesus. Yes, make a prayer. Endelea kuomba, endelea kuomba. Maandiko yanasema malango yako yatakuwa wazi. Yes. Tamka hapo, malango yanafunguka. Yes. Hayo malango ya biashara yanafunguka. Malango yako yanakuwa wazi. Make a prayer. Make a prayer. In Maandiko yanasema- Jesus mighty name. Amen. Now listen to me. Nataka sasa uzungumze kwenye kipengele cha pili. Mambo gani uyataki kwenye ardhi? Naposema kwenye ardhi sio maana mimea, maana yake vitu, iwe ni tabia, iwe ni attacks. Nataka uiamuru ardhi imeze kila kitu kibaya hicho. Yes. Ardhi imeze washirikina wote. Oh yes. Oh, ujui mambo unaomba hapa ni makubwa mno kuliko unavyodhani. Sema ewe ardhi, angalie. Ewe ardhi, Baada ya yote niliyoyafanya, baada ya yote niliyoyafanya, tayari una nguvu. tayari una nguvu. Uko tayari kupokea maagizo. Uko tayari kupokea maagizo. Sasa na kuamuru wewe ardhi, Sasa nakuamuru ewe ardhi, kwa maneno yangu kwa binafsi, maneno yangu binafsi, kuna mambo siyataki. kuna mambo siyataki. Yoyote atakayekuja eneo hili, Yeyote atakuja eneo hili, futa ya mambo. futa haya mambo. Na ikiwepo yapo kwenye eneo Na hili, ikiwepo yako kwenye eneo hili, yameze mambo hayo. yamese mambo Make a hayo. prayer, yataje. Huu ndo muda wa kumeza wachawi. Huu ndo muda wa kufuta zile tabia zote za ukoo. Yes. Huu ndo muda wa kumeza yale magonjwa. Yes. Make a prayer. Yes, make a prayer, make a prayer. Yale usiyoyataka yataje, Yes. yamezwe na ardhi. Yes. Ikiwa kuna magonjwa kwenye familia, Yes. ikiwa kuna hasara kwenye biashara, Make a prayer. hiyo ardhi uliyoibeba Yes. ina nguvu right now. Yes. Tayari ina nguvu, zungumza Yes. nayo. Imesa hayo magonjwa, Yes. imesa hayo magonjwa, Yes. imesa hayo magonjwa, Yes. imesa hizo laana. In the name of Jesus, make a prayer somebody, make a prayer somebody. Kila usilolitaka, Yes. hizo roho za ulevi Yes. zinazoisumbua familia, Yes. hizo roho za mabaya, Yes. hizo roho za mauti, Make a prayer. mauti kabla ya wakati, Yes. simezwa na hiyo ardhi. Yes. Kuna vitu vinamezwa, kuna vitu vinamezwa, yale mabaya yanamezwa, yale mabaya yanafutwa. Usiyoyataka hayatasalia, hayatakuwepo. Hiyo ardhi umeshaongea nayo, tayari ina nguvu, imefungua kinywa, Yes. inameza magonjwa, Yes. imefungua kinywa, Yes. inameza mabaya. Yes. Make a prayer somebody, Yes. make a prayer somebody, Yes. make a prayer somebody. Shapata la kataya baada mele prosobre ete vidiida leka paya kate ida. As you are praying right now, hiyo ardhi inafungua kinywa, inameza huo ulevi unaosumbua familia, huo uchawi In unaokutesa. Jesus name. Amen. Pulizia tena pumzi wa udongo. Pulizia tena pumzi. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ewe udongo, Ewe udongo, unayo pumzi ya Bwana unayo pumzi ya Bwana, kuanzia sasa, kuanzia sasa na uko hai na uko hai. nyumbani kwetu. Nyumbani kwetu Yapo mambo ambayo yako mambo ambayo najua yanaambatana na ardhi. najua yanaambatana na ardhi. Kila anayetokana na ukoo wetu Kila anayetokana na ukoo wetu lazima afanye jambo baya hili. lazima afanye jambo hilo. Lazima ugonjwa umpate, Lazima ugonjwa huu umpate, lazima madhara ampate. lazima awe madhara yampate. Sasa na kuamuru Sasa anakuamuru kila kisichofaa kila kisichofaa kwenye familia yetu, kwenye familia yetu, ondoka. ondoka. Na kila mtu ainue mkono wa kulia wakati naomba na pasta hapa.
Atakuwa unaitikia out. Pastor atakuwa anaamuru vitu vibaya kwenye ardhi. Vitu vibaya out. Alafu mwisho atabadilisha maombi. Vile ambavyo vinang'ang'ania kwenye ardhi yenu vifanyeje? Vimezwe. Make a prayer. Mfuatishe maombi hayo. Mfuatishe maombi hayo. Kila nguvu za giza, command it out. Kila uchawi na uganga, kila roho za kilevi, kila uharibifu, kila roho za utasa, command it out. 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 Kila magonjwa ya pressure, kila magonjwa ya moyo, kila magonjwa ya kurithi, kila maroho mabaya, kila roho za ulevi, hasara kwenye biashara, hasara kwenye kazi, mambo yako kuharibika, command it out. Command it out. Command it out. Command it out. Kila pepo wabaya waliotumwa kwenye kazi yako, waliotumwa kwenye ardhi yako, kwenye hiyo kazi yako, kwenye hiyo afya yako, kila pepo wa magonjwa, kila pepo wa hasara, kila pepo wa madeni, kila roho wa miscarriage, shout out. Command out. Command out. Command out. Huyo pepo wa ulevi kwa hao ndugu zako, au pepo wa ulevi kwa huyo baba yako, kwa huyo mama yako, kwa huyo kaka yako, kwa huyo dada yako, any spirit inaotokana kwenye ardhi, command out. 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 Kila magonjwa sugu yanayokuja kwako hayaponi. Kila pepo ya magonjwa sugu, iwe ni UTI, iwe ni cancer, iwe ni pressure, iwe ni sukari, kila magonjwa sugu, command out. 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 In Jesus name. Sasa amuru yale yote ambayo yamekuwa yakingangana kwenye familia. Maana walishia kuomba maombi kama haya, out out out. Ardhi ifungue kinywa ya meza yale mambo. Kwa sababu ardhi hiyo inakusikiliza wewe sasa hivi. Ongoza prayer, ongoza prayer, ongoza prayer, ongoza prayer. Ninaamuru katika jina la Yesu. Ninaamuru katika jina la Yesu. Kila aliyong'ang'ania kwenye maisha yako, naamuru ardhi uliyoishika, hiyo ardhi ya nyumbani kwako, hiyo ardhi ya kwenye biashara yako, hiyo ardhi ya familia yako, ninaamuru right now ifungue kinywa chake, imeze ya magonjwa, ifungue kinywa chake, imeze huo ulevi, ifungue kinywa chake, imeze kila mabaya. Ninaamuru hapa in the name of Jesus. Ninaamuru hapa in the name of Jesus. Kila tabia mbaya, kila mabaya na kusonga, iwe ni kutapeliwa, iwe ni kuonewa, hiyo ardhi uliyoibeba inameza vitu hivyo. Hayo magonjwa kwenye familia, hiyo ardhi ya nyumbani inameza vitu hivyo. Hayo madeni kwenye biashara, hiyo hasara kwenye biashara, ninaamuru hiyo ardhi right now, right now, right now inameza hayo mabaya, inameza hiyo hasara. Kila pepo wabaya wanamezwa, au pepo wa hasara, au pepo wa magomvi, au pepo wa magonjwa, au pepo wa utasa, ninaamuru sasa wanamezwa, 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 wanamezwa. Shika udongo wako, angalia kwenye udongo, zungumzia kwenye udongo wako, sema kila mabaya ninayaamuru yanamezwa. Wewe ardhi wa nyumbani kwangu, unajua napitia nini, lakini una nguvu right now. Ninaamuru umeza kila mabaya, ninaamuru umeza kila magonjwa. Nikiondoka hapa sina magonjwa tena, nikitoka hapa sina mabaya tena, nikitoka hapa sina madeni tena. In Jesus mighty name. Amen. Shika udongo wako kwa mara ya mwisho, sema ewe ardhi pakiwepo pana madeni na umaskini, matatizo ya kiuchumi, ardhi fungua kinywa, meza matatizo haya. Meza matatizo. Sema kwa nguvu amen. Amen.